Ndugu zangu Waislamu, maudhui na anwani ya hutuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Itaendana sambamba na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliposema katika maneno yake, inna lirabbikum fi dahri ayyamikum nafahat fata'arradu lahu, hakika kwa Mola wenu katika masiku ya mwaka mzima, ndani ya masiku hayo kuna vipawa, kuna fursa. Fata'arradu laha, jitokezeni kutumia fursa hizo katika kufanikisha mambo yenu, katika kufanikisha maisha yenu, katika kuondosha majanga na matatizo mliokuwa nayo. Falaalla an yusiba ahadukum nafhatan minha, huenda katika masiku hayo yenye vipawa mmoja wenu ikamwangukia siku moja akaipatiliza, akaipata ile chance. Fala tashkuna baadaha abada, msiwe tena mkawa waovu baada yake kabisa kabisa, kwa sababu mtakuwa ndani ya hayo masiku yenye vipawa mumepata yale masiku ambayo ni matukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masiku hayo matukufu kama utayatumia vizuri kwako wewe binadamu, utafanikiwa sana, na kama utayatumia vibaya masiku hayo, basi utaingia hasarani, katika hasara iliyokuwa kubwa kweli kweli, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kukupa nafasi ya al-fursatu dhahabia, ukashindwa kuitumia nafasi ile, wewe ukaitumia vibaya, matokeo yake ukaangukia kuwa. Ndugu zanguni, falsafa na makusudio ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika maneno yake haya, akimaanisha ya kwamba katika mwaka mzima binadamu anayoishi mwaka, tarehe moja mwezi ule wa kwanza mpaka akaufunga mwaka katika miezi 12, na miezi hii inayokusudiwa ni ile miezi ya hesabu ya kamaria. Kuna mwaka unaoendana na hesabu ya mwezi, na kuna mwaka na kuna masiku au tarehe pia vile vile zinazoendana na kalenda ya mwaka wa shamsia wa jua. Ninachotaka kukusudia hapa ni mwaka ule wa hijiria, tarehe iliyowekwa na iliyopangwa tangu kubura Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutoka Maka kwenda Madina, ambao mwaka huo umeitwa moja kwa moja kwamba ni mwaka wa Kiislamu, ambao leo tuna 1400 na sisi tumelona vizuri, lakini huo unaitwa ni kamaria. Lakini mwaka 2026 leo, sio, huu ni mwaka wa shamsia, lakini huu umenasibishwa kwamba ni hijiria tuliokuwa nao, ambao leo tuna mwezi wa Rajab, sio. Huu hijiria ambao hesabu yake ni kamaria umenasibishwa na kuhama Mtume Muhammad, na mwaka huu wa 2026
26 unaitwa, mwaka huu umenasibishwa kwa kuitwa jina la miladia, yani ni mwaka unahesabiwa tangu pale alipozaliwa Nabii Isa alayhi salam. Wenzetu wanamuita Yesu Kristo, Nabii Isa. Sisi pia ni mtume wetu. Kuna watu leo hapo maneno mengi, haifai kusherehekea mwaka huo kwa sababu sio mwaka wetu. Kusherehekea mwaka huo ni kuiga taratibu za Kiyahudi. Almutakawiluna wako wengi, lakini huu mwaka pia ni wa kwetu. 2026 mwaka mpya tuliokuwa nao, ambapo usiku wa saa 6 majuzi watu walifurahia kuingia mwaka huo. Haikatazi kuonyesha furaha yako, kwa sababu ni sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba umevuka salama. Kwa hiyo kumshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru katika neema ya Mwenyezi Mungu kukuvusha salama. Na Mwenyezi Mungu anasema wa amma bi ni'mati rabbika. Sasa sawa sawa, uwe mwaka wa miladia ufurahie, uwe mwaka wa hijiria ufurahie, haina tatizo. Lakini Nabii Muhammad anasema at-tahadduthu bi ni'mati llahi shukr, kuizungumza neema ya Mwenyezi Mungu ya kukupa wewe afya, ukaweza leo mpaka jioni, alhamdulillah, umefika kwa salama na amani. Kinachokatazwa ni namna gani ya wewe kusherehekea. Hicho ndio kinachokatazwa. Utasherehekea kwa kunywa pombe, kuzini sana, kunywa pombe sana, kufanya vurugu, kufanya uvunjifu wa amani na utulivu, hilo la kwako, ma anzalallahu biha min sultan. Lakini ukashereheka kumshukuru Mungu, alhamdulillah, ukafanya sadaka, watu wakala, ukamswalia Nabii Muhammad, ukamtaja Mwenyezi Mungu, ukatoa sadaka, la basi, hakuna tatizo kabisa. Swala la kusema huu sio mwaka wetu, uongo. Mbona maandiko yako wazi bwana? Mwenyezi Mungu anasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli, sisi hatumtofautishi, hatumfarikishi kati ya yeyote katika mitume. Mitume wote wa Mungu ni wa kwetu. Sasa inategemea huyo mtume unamuitaje. Kama unamuita Mungu wa kwako, kama unaitakidi kwamba ni mtume miongoni mwa mitume wa Mungu, huu ni mwaka wake aliozaliwa yeye, Isa ibn Maryam, Isa mwana kana muslima, alikuwa Muislamu na aliswali kama tunavyoswali kwa kusujudu. Sisi tunaelewana? Naam. Sasa si hutuba yetu hiyo, lakini nimeingiza kwa sababu tuko katika mwaka mpya. Ndugu zangu, tuko katika mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi ambao Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani sura Tauba aya nambari 36 anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah, hakika hesabu ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu miezi 12. Sasa inayokusudiwa hapa ni hii miezi ya Kamaria, ambao leo tuna nini? Tuna Rajab al-Mudhar. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh,
Tangu kuumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu alipoumba hakuna miezi 13 wala 14 wala 15, mwisho inakoma 12 tu. Sasa utajua mwenyewe kama Januari mpaka huko Februari, Januari mpaka huko, meleka vizuri, au ni kama Muharram mpaka huko, lakini ni 12. 10 na ngapi? Haipetuki 13. Uanze na Januari utajua mwenyewe, uanze na Muharram utajua mwenyewe, lakini hesabu inayokusudiwa ni hii ya kamaria. Lakini ninachotaka kusema, Mwenyezi Mungu anasema minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi yote 12, ndugu zangu, kuna miezi 4 tu mitukufu. Na Mwenyezi Mungu akasema dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawa sawa, yaani Uislamu uliopewa na idadi ya miezi hiyo uliopewa na miezi hiyo 4 uliopewa na mfumo wa maisha unaoishi, mfumo wa maisha wa Uislamu, maisha aliyoishi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhalika dinul qayyim, hii ndio dini barabara. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi yalla jamani, ndani ya miezi hiyo mitukufu hamtakiwi kufanya mambo ya hovyo, mnatakiwa mfanye mambo matukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizidhulumu nafsi zenu kwa kutenda matendo mabaya yasiyompendeza wala kumridhisha Mwenyezi Mungu wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miezi hiyo jipinde, jifunge masombo, jifunge kibwebwe katika kuhakikisha unatenda amali njema zenye kumridhisha Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, na uhakikishe unakaa mbali na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu hayuko radhi wewe mja wake kuyatenda, wala Mtume Muhammad hajisikii vizuri akiona miongoni mwa ummati wake kuna watu wanaotenda mambo hayo, hasa katika miezi hiyo mitukufu. Kwa sababu nyinyi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mumepewa sifa nyinyi kwamba kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora, nyinyi umma bora kuliko umma wa mtume mwingine yoyote. Mtume wenu ni mtume bora kuliko mitume wengine, lakini umma wafuasi wa huyo mtume, nyinyi ni wafuasi, ni umma bora kuliko ni umma wa wafuasi wa mitume wengine. Ukhrijat linnas, mmetolewa special kwa ajili ya watu. Uspesho wenu nyinyi, ta'muruna bil ma'ruf, mnahimizana, mnaamrishana kutenda mema, watanhauna anil munkar, na mnakatazana kutenda yale yote mabaya ambayo hayafai kutendwa na mja aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.